Sasa stori inaanza ikiwa ni usiku sana, na huyu mama hapa wanamuita Mama Pamela alikuwa amesimama nje ya mlango wa chumba pamoja na mwanaye Pamela. Alifungua kitasa na aliingia kwa kunyata sana kwenye chumba cha huyu binti aliyekuwa amelala, wanamuita Doreen. Pamela akamwangalia mama yake kwa wasiwasi, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Mama, una uhakika na hiki tunachotaka kufanya?" Mama Pamela akamshika mkono na kusema, "Shh, usipige kelele, twende taratibu." Pamela akameza mate kwa hofu. Ndani ya chumba, Doreen alikuwa amelala kitandani fofofo huku akiwa amekumbatia mto wake. Hakujua kabisa kuna watu walikuwa wanaingia chumbani kwake. Mama Pamela na Pamela walitembea kwa hatua za polepole sana ili wasimwamshe. Pamela akamwangalia Doreen kisha akasema kwa sauti ya chini, "Mama, naogopa sana akiamka." Mama Pamela akamkazia macho na kusema, "Mbona unaogopa kitu kidogo hivyo?" Wakafika karibu na kabati lake, kisha Mama Pamela akalifungua polepole. Akaanza kutoa documents zote huku Pamela akizipokea. Wakaichukua passport pamoja na kila karatasi muhimu iliyokuwepo mule ndani. Pamela akauliza, "Mama, hizi zote tunazifanyia nini?" Mama Pamela akacheka kidogo akasema, "Subiri utaona." Kumbe nyuma ya mambo yote kulikuwa na siri nzito sana ambayo Doreen mwenyewe hakuijua. Sasa bwana, tunakuja kupata picha nzima ya stori. Huyu dada wanamuita Doreen. Mama yake alifariki muda kidogo na baba yake akamuoa Mama Pamela. Huyu mama alitokea kumchukia sana Doreen sababu hakuwa ni mwanae. Lakini baba yake Doreen ni yule baba asiyejali familia yake, anaweza kusafiri na akae mwaka mzima bila kumtafuta mtu. Huaga anaonekana nyumbani kwa msimu sana. Hata akipigiwa simu hapatikani mpaka akupigie yeye. Tukirudi kwenye stori yetu, hii siku ambayo Doreen alikuwa amelala, kumbe kesho yake ilikuwa ndio siku yake ya safari kwenda Marekani. Alikuwa amefanikiwa kupata visa ya kwenda kusoma ili kuendelea na elimu yake na kutimiza ndoto yake kubwa maishani. Tangu akiwa mdogo alikuwa anatamani sana kwenda kusoma nje ya nchi, lakini Mama Pamela alikuwa mama yake wa kambo ambaye moyoni alikuwa amejaza chuki na wivu mkubwa sana. Mwanaye Pamela alikuwa pia amejaribu kupata visa ya kwenda kusoma Marekani, lakini hakufanikiwa kabisa. Sasa tukirudi siku za nyuma kidogo, hii siku Pamela alipopata taarifa ya kukataliwa visa ya kwenda kusoma Marekani, alilia sana. Pamela alimfuata mama yake jikoni, huku akiongea kwa uchungu sana. "Mama, kwa nini mimi nimekataliwa na Doreen amekubaliwa? Kwani Doreen ni nani hadi akataliwe na mimi nikubaliwe?" Mama Pamela akamkumbatia, huku akiwa na hasira moyoni. Akasema, "Usijali mwanangu, mimi mama yako bado nipo hai, nitakusaidia." Tangu siku hiyo, moyo wa Mama Pamela ulijaa maumivu na hasira kali sana. Kila alipomwona Doreen akitabasamu, alikuwa anachukia zaidi. Alijisikia kama Doreen alikuwa amemshusha thamani mwanaye. Alikuwa anakaa nje peke yake, huku akiwaza mambo mengi kichwani. Siku moja akiwa amekaa nje, alisema kwa hasira, "Haiwezekani mwanangu mimi asiende Marekani, ila hiki kitoto kiende." Akaendelea kusema, "Doreen hastahili kuliko mwanangu." Akatikisa kichwa kwa uchungu, kisha, "Pamela ni wa thamani sana kuliko Doreen." Alisimama ghafla akiwa na uso wa hasira kali, akakunja ngumi zake, "Ngoja nitamkomesha kabisa." Kesho yake mapema, Mama Pamela alimuita mwanaye pembeni ili waongee kwa siri. Pamela alipofika, alimkuta mama yake akiwa amekaa na uso wa mawazo mengi. Mama Pamela akasema, "Pamela, njoo hapa nikwambie kitu." Pamela akakaa karibu yake. "Niambie mama." Mama Pamela akamshika mkono. "Najua umekosa visa, ila nataka wewe ndio uende kusoma Marekani." Pamela akashtuka sana na macho yakamtoka. "Mama, itawezekanaje? Mimi si nilikosa visa?" Mama Pamela akatabasamu kidogo huku akimwangalia machoni. Pamela akaendelea kusema, "Mama, mbona sielewi mama?"
Mama Pamela akasogea karibu zaidi na kumwambia kwa sauti ya chini, "Kuna njia zipo mwanangu." Pamela akabaki amemkodolea macho mama yake bila kuelewa. "Mama, mbona unanipa hofu?" Mama Pamela akacheka kidogo. "Usiwe na hofu." Pamela akauliza tena, "Ni njia gani hiyo?" Mama Pamela akasema, "Siku kabla ya safari, lazima tuende chumbani kwake usiku." Pamela akakunja uso na kuuliza, "Halafu tufanye nini?" Mama Pamela akamjibu, "Tukaide pasipoti yake pamoja na kila kitu muhimu, kisha nitakupa wewe mwanangu, na wewe ndio utakayeenda kusoma Marekani, na sio yeye." Pamela alibaki kimya kwa sekunde kadhaa, huku moyo wake ukianza kwenda mbio. Alimwangalia mama yake kwa mshangao mkubwa sana. "Mama, lakini hii si ni mbaya?" Mama Pamela akamkatiza haraka, "Hakuna ubaya hapo." Pamela akamuuliza tena, "Vipi kama tukikamatwa?" Mama Pamela akamkazia macho, "Hakuna atakayejua chochote." Pamela alihisi kuchanganyikiwa. Mama Pamela akasimama na kusema, "Nimeamua na hakuna wa kubadilisha uamuzi wangu. Wewe ndiye utakayeenda kusoma Marekani." Mama Pamela aliongea huku akimtazama mwanaye kwa macho yenye furaha ya ajabu. Pamela alibaki amemkodolea macho mama yake kwa mshangao mkubwa sana. "Mama, bado siamini kama hii inaweza kutokea." Mama Pamela akamshika begani, "Amini tu mwanangu, mama yako anajua anachofanya." Wote wakatazamana, kisha wakatabasamu kidogo. Wakati huo, upande wa pili Doreen alikuwa mwenye furaha isiyoelezeka kabisa. Alikuwa chumbani kwake akipanga nguo zake, viatu vyake na vitu vyake vya muhimu kwa makini sana. Mara kadhaa alikuwa anajitazama kwenye kioo huku akitabasamu. Akasema mwenyewe, "Mungu wangu, mwisho wa siku ndoto yangu inaenda kutimia kweli." Doreen alikuwa akitembea huku na kule chumbani akiwa na furaha kubwa sana moyoni. Alikuwa anachukua nguo moja, kisha anaiweka ndani ya begi huku akiiangalia tena. Akasema kwa furaha, Marekani nimeisubiri sana hii siku." Akachukua pasipoti yake, kisha akaibusu kwa furaha huku akisema, "Kesho ndio mwanzo wa maisha mapya." Mara akaanza kucheka mwenyewe kwa furaha. Hakujua kabisa upande mwingine kulikuwa na mpango mchafu unaoendelea dhidi yake. Huku akiwa bizi kupanga vitu vyake, usiku ulifika na upande wa pili Pamela na mama yake walikuwa jikoni wakipanga chakula mezani. Mama Pamela akasema, "Leo tunatakiwa tumuonyeshe tabasamu sana." Pamela akauliza, "Ili iweje mama?" "Asije kutushtukia." Wakaendelea kupanga chakula mezani huku mama Pamela akiwa anatoa tabasamu la kinafiki kabisa. Alimuita Pamela karibu yake kisha akasema kwa sauti ya chini, "Njoo huku." Pamela akasogea karibu na kusema, "Nimefika mama." Mama Pamela akatoa dawa mfukoni polepole kisha akafungua glasi ya juisi ya Doreen. Pamela akashtuka na kusema, "Mama, hiyo ni nini?" Mama Pamela akasema, "Hii itafanya kazi yetu iwe rahisi." Pamela akamwangalia kwa wasiwasi kisha akauliza, "Una uhakika?" Mama Pamela akaweka dawa ndani ya juisi kisha akasema, "Leo lazima mpango wetu utiki." Lengo lao lilikuwa moja tu, kuhakikisha wanafanikiwa kuiba passport bila kupata usumbufu wowote. Kumbe bwana, hiyo dawa mtu ukinywa napata usingizi ambao hujui utaamka saa ngapi. Baada ya muda, Doreen aliitwa mezani kula chakula. Akafika akiwa na tabasamu sana, kisha akasema, Leo mmeandaa chakula kizuri sana." Mama Pamela akacheka, "Karibu mwanangu, leo ni siku maalum." Pamela naye akacheka, "Dada Doreen, leo natakiwa ule vizuri." Doreen akakaa chini huku akisema, "Asante sana." Mama Pamela akamwangalia kwa tabasamu la kinafiki, kisha akasema, "Doreen mwanangu, nafurahi sana juu yako." Doreen akatabasamu, "Asante mama." Mama Pamela akaendelea kumwambia, "Nataka ukifika huko usome sana mwanangu." Pamela akaanza kucheka kidogo huku mama yake akiendelea, "Achana na huyu mwenzio, naona yeye shule ilimshinda." Pamela akajifanya anacheka na kusema, "Mama bana." Doreen naye akaanza kucheka sana akisema, Pamela, acha kabisa."
Wote wakawa wanacheka mezani huku Doreen akiendelea kunywa juisi yake taratibu. Mara Doreen akachukua glasi yake tena kisha akanywa. Aisee, hii juisi tamu sana, Mama Pamela akasema. Kweli? Doreen: ndiyo mama, tamu sana. Lakini baada ya dakika chache Doreen alianza kujisikia tofauti kabisa. Alianza kupepesa macho mara kwa mara huku akijikuna kichwani. Akasema, jamani, mbona ghafla anahisi usingizi sana? Pamela akamtazama mama yake kwa siri. Mama Pamela akajifanya kushangaa, akasema, labda umechoka mwanangu. Doreen akasema, lakini usingizi wenyewe si wa kawaida. Akaanza kujivuta taratibu huku akisimama pale mezani. Akasema, ngoja niende nikalale kidogo. Mama Pamela akasema, nenda mwanangu ukapumzike. Doreen akaanza kutembea kwa kujivuta kuelekea chumbani kwake huku macho yakimfunga kabisa. Alifika mpaka kitandani kisha akajitupa juu yake na ndani ya sekunde chache akaingia usingizi mzito sana. Upande wa dining, Mama Pamela na Pamela wakaanza kushangilia kwa furaha. Pamela akasema kwa sauti ya chini, mama, imefanya kazi haraka sana. Mama Pamela akaanza kucheka, nilikuambia leo hakuna kitakachoharibika. Pamela akasema, aisee, kweli leo mpango umetiki. Wakamaliza kula chakula chao huku nyuso zao zikiwa zimejaa furaha ya ajabu. Baada ya hapo waliinuka taratibu kuelekea chumbani kwa Doreen. Maskini Doreen alikuwa amelala usingizi mzito sana hata hakujitambua kabisa. Waliingia chumbani kwa Doreen na bila kupoteza muda, Mama Pamela akaanza kufungua begi lake huku Pamela akiwa pembeni anangoja. Mama Pamela akasema, haraka, chukua kila kitu muhimu. Pamela akaanza kukusanya documents zote kwa haraka. Akachukua passport na kuziweka kwenye begi lake la safari. Pamela akasema, mama, tumemaliza. Mama Pamela akatabasamu na kusema, sasa hakuna wa kutuzuia. Kesho yake mapema sana alfajiri, Mama Pamela aliita gari na Pamela alipelekwa mpaka airport. Alipofika baada ya muda, akampigia mama yake simu na kusema kwa furaha, mama, nimefanikiwa kupita na tumeshaondoka. Mama Pamela akatabasamu sana huku akisema, vizuri sana mwanangu, wewe ndo ulistahili. Uso wake ulijaa tabasamu kubwa kana kwamba ameshinda bahati nasibu. Akasema mwenyewe kwa sauti ya chini, nilikwambia mwanangu, lazima utaenda Marekani. Akatikisa kichwa kwa furaha huku akiendelea kunywa juisi yake taratibu. Lakini huku upande wa pili, mambo yalikuwa tofauti kabisa kwa Doreen. Alikuwa bado amelala usingizi mzito sana bila kujua muda ulikuwa umeenda vibaya. Baada ya muda, alikuja kushtuka ghafla na kufumbua macho yake. Akiwa bado kitandani, akachukua simu yake pembeni. Alipoangalia saa, macho yakamtoka ghafla. Akasema kwa mshtuko mkubwa, hapana, saa 4 asubuhi. Doreen aliruka kitandani kwa hofu kubwa sana huku moyo wake ukidunda kwa nguvu. Akaanza kuzunguka chumbani huku akijishika kichwani kwa kuchanganyikiwa. Akasema, haiwezekani, haiwezekani kabisa. Aliona kama bado ni ndoto. Alichukua simu na kupiga huduma kwa wateja kwenye shirika la ndege alilokata tiketi na kuuliza kama ndege tayari imeondoka, maana alikuwa haamini. Doreen alipopiga simu, alijibiwa na mhudumu, ndege imeondoka masaa 3 yaliyopita. Doreen alihisi kama amepigwa na bomu. Haraka akatoka nje huku machozi yakianza kumtoka. Alimkuta Mama Pamela amekaa sebuleni akiwa ametulia kabisa. Doreen akamfuata huku analia na kusema, mama, mbona hamkuniamsha? Akaendelea kusema kwa sauti ya maumivu, kwani hamkujua mimi nina safari leo? Mama Pamela akamwangalia kwa macho makali sana, akakunja uso kisha akasema, wewe mtoto ni mpumbavu sana. Umezoea kuendekeza usingizi ovyo. Kwani kuamka ni jukumu langu au lako? Haya, tazama sasa, umeachwa na ndege kisa uvivu wako. Akamnyoshea kidole usoni kisha akasema, wewe ni mjinga sana. Doreen hakujibu chochote kabisa. Alibaki ameinamisha kichwa huku moyo wake ukiumia sana. Baada ya sekunde chache akageuka na kuondoka taratibu. Doreen akaenda kukaa nje huku akilia kwa uchungu mkubwa sana.
Machozi yalikuwa yanamtoka bila hata kujizuia. Alijisikia kama dunia yote ilikuwa imemgeuka ghafla. Hakukuwa na mtu wa kumfariji wala wa kumuuliza anaendeleaje. Alikaa pale kwa muda akiwa ameshika kichwa chake kwa huzuni. Baada ya muda alisimama, akaanza kutembea taratibu kurudi chumbani kwake. Akiwa njiani, moyo wake ulikuwa umejaa mawazo mengi sana. Alikuwa anajiuliza afanye nini ili ndoto yake ya kwenda Marekani isife. Alipofika chumbani kwake, akakaa pembeni ya kitanda huku akiangalia mabegi yake ya nguo. Ghafla, macho yake yakasimama kwenye begi moja lililoonekana kama limefunguliwa. Akakunja uso na kusema, "Mbona hili begi liko hivi?" Akasimama haraka, kisha akaanza kulikagua kwa makini sana. Akafungua sehemu moja, ya pili na ya tatu. Ghafla, uso wake ukabadilika kabisa. Akasema kwa mshangao, "Hapana." Akaanza kutafuta kwa haraka huku akizidi kupaniki. Alifungua kila sehemu ya begi lakini hakuona kitu alichokuwa anakitafuta. Doreen akaanza kupekua kila sehemu ya chumba huku akitetemeka kwa hofu. Akasema, "Documents zangu ziko wapi?" Akaanza kufungua drawer moja baada ya nyingine. Mara akashtuka zaidi alipogundua hata pasipoti yake haikuwepo. Akashika kichwa chake kwa nguvu huku akisema, "Haiwezekani." Haraka sana akatoka nje akiwa anakimbia kuelekea kwa Mama Pamela, alikuwa amekaa nje akinywa juisi kwa utulivu kabisa. Doreen akasema kwa sauti ya juu, "Mama, mama." Mama Pamela akamwangalia polepole. Doreen akasema huku analia, "Nani kachukua documents zangu? Naomba uniambie, hakuna kitu nakiona." Mama Pamela akamwangalia kwa hasira kali sana kisha akasema, "Kwani mimi ni mlinzi wa documents zako?" Doreen akabaki amemkodolea macho kwa maumivu makubwa. Mama Pamela akaendelea kusema, "Umepoteza mwenyewe kwa ujinga wako. Mtoto mpumbavu sana wewe." Doreen alihisi moyo wake ukipasuka kwa maumivu. Taratibu akapiga magoti chini huku machozi yakimtoka kwa uchungu mkubwa. Baada ya muda akaenda kukaa kibaraza cha nyuma akiwa bado analia sana. Muda ulipita akiwa amekaa pale kwenye mawazo mazito. Ghafla akajiuliza, "Mbona Pamela simuoni?" Akainua uso wake juu taratibu kisha akasema, "Atakuwa wapi?" Doreen alinyanyuka haraka kutoka pale kibarazani huku moyo wake ukienda mbio sana. Alijifuta machozi yake kwa mikono iliyokuwa inatetemeka. Akajiambia moyoni, "Ngoja nikamcheki Pamela." Haraka akaenda mpaka chumbani kwa Pamela na kufungua mlango. Alipoingia ndani, alibaki amesimama ghafla kama mtu aliyegandishwa. Kabati la nguo lilikuwa tupu kabisa, halina hata nguo moja ndani. Milango ya kabati ilikuwa wazi huku vitu vikiwa vimeondolewa. Akaanza kuangalia huku na kule kwa haraka sana. Alipoangalia sehemu ya mabegi ya safari, akagundua nayo hayakuwepo kabisa. Akajishika kichwa kisha akasema, "Ina maana Pamela amesafiri?" Doreen akaanza kutetemeka kwa hofu huku akili yake ikianza kuunganisha mambo taratibu. Akasema, "Lakini amesafiri kwenda wapi?" Akakaa kitandani kwa sekunde kadhaa akiwa kwenye mawazo mazito sana. Ghafla macho yake yakafunguka kwa mshangao mkubwa. Akasimama haraka kisha akasema, "Hapana, haiwezekani." Akaanza kutembea huku na kule chumbani kwa hofu kubwa. Akasema tena, "Au ndio yeye ameondoka na pasipoti yangu?" Moyo wake ukaanza kwenda kasi zaidi. Akajikuta akitoka nje kwa haraka akiwa karibu hata kujikwama. Alikuwa anataka majibu muda huo huo. Haraka alimfuata tena Mama Pamela ambaye alikuwa amekaa nje kwa utulivu kabisa. Doreen akasema kwa sauti ya kutetemeka, "Mama, yuko wapi Pamela?" Mama Pamela akamwangalia kimya kwa sekunde kadhaa. Doreen akaendelea kusema, "Mbona kama amesafiri?" Mama Pamela ghafla akaanza kucheka sana. Doreen akabaki amemkodolea macho kwa mshangao. Mama Pamela akaendelea kucheka huku akitikisa kichwa chake. Doreen akasema, "Mama, mbona unacheka?" Mama Pamela akafuta machozi ya kicheko kisha akasema, "Sina haja ya kukuficha ukweli." Doreen akabaki amesimama akiwa anasubiri. Mama Pamela akasema, Kiukweli Pamela ndiye ameenda Marekani." Doreen alibaki amemkodolea macho kana kwamba hakusikia vizuri. Akasema kwa sauti ya chini, "Mama,
Unasemaje? Ndiyo, Pamela ameondoka. Doreen akaanza kurudi nyuma taratibu huku akitetemeka. Mama Pamela akaendelea kusema, tuliona utachelewa kuamka. Ilibidi niokoe tiketi yako ya ndege ili nauli isiende bure. Akaanza kucheka kwa nguvu zaidi. Doreen akabaki kama mtu aliyepigwa na radi. Hakujua hata anzie wapi. Mama Pamela akaendelea kusema kwa kejeli, nimefanya hivyo ili kukusaidia. Sikufanya kwa nia mbaya. Niliona ungekuja kuteketeza pesa zako bure. Manake una usingizi mzito kweli wewe. Doreen alihisi miguu yake ikikosa nguvu ghafla. Taratibu akapiga magoti chini huku machozi yakimtoka kwa uchungu mkubwa. Akaanza kulia kwa sauti huku akijishika kifua chake. Maumivu aliyokuwa nayo hayakuwa ya kawaida kabisa. Alijisikia kama moyo wake ulikuwa unachanika vipande vipande. Hakuelewa kwa nini mambo yote hayo yalikuwa yanamtokea. Doreen akiwa amepiga magoti, alianza kulia kwa sauti kubwa sana. Akasema, mama yangu, kwa nini ulikufa ukaniacha? Akaendelea kulia huku akitikisa kichwa chake. Akasema, uliniacha nije niteseke. Niambie kwa nini ulikufa? Akaendelea kulia kwa maumivu makali sana. Tazama leo mwanao nateseka na wewe haupo. Ghafla, Mama Pamela alisimama kwa hasira kali, huku uso wake ukiwa umebadilika kabisa. Mama Pamela akaanza kumpiga huku akisema, sihitaji makelele kwangu. Kama unamtaka mama yako, mfuate huko alipo. Hapa hakuna mama yako. Akanyoosha kidole usoni kwake na kusema, kuna baba yako ambaye amesafiri na hakujali. Huu ni mwezi wa 6, hajawahi kukutafuta. Akasema tena, angekuwa anakujali angeulizia hata safari yako. Akamwangalia kwa dharau kisha akasema, tazama, hakukupigia hata simu. Kisha akachukua glasi yake ya juisi na kummwagia usoni Doreen. Doreen aliendelea kulia huku akijutia maisha yake na kwa nini alizaliwa. Hakuwa na tena sababu ya kuendelea kuishi. Machozi yalikuwa yanamtoka mfululizo huku akiwa amekaa chini peke yake. Alikuwa ameumizwa zaidi alivyowahi kuumizwa maishani mwake. Sasa huku upande wa pili kwa shoga yetu wa Marekani Pamela alifanikiwa kujiunga na chuo. Alikuwa akitembea kule kwa furaha kubwa sana, kana kwamba kila kitu kilikuwa sawa. Lakini hakujua jambo moja kubwa kabisa. Hakujua kwamba Doreen alikuwa ameomba kozi ya hesabu. Doreen alikuwa anapenda sana hesabu tangu akiwa mdogo. Kila mtu aliyemjua alikuwa anajua kuwa hesabu ndio kitu kilichokuwa kinaishi moyoni mwake. Akiona namba, alikuwa anafurahi kama mtu aliyepata zawadi kubwa sana. Pamela alipoanza masomo Marekani, mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Kila siku akiingia darasani, alikuwa anaona kama kila kitu ni mapicha tu. Walimu walikuwa wanafundisha, lakini yeye hakuwa haelewi chochote kabisa. Pamela akajikuna kichwani huku akisema, mbona hawa watu wanaongea haraka hivi? Hii English hakuna kitu naelewa. Akajaribu kuandika baadhi ya vitu, lakini akazidi kuchanganyikiwa. Akasema moyoni, mbona hii shule ngumu hivi? Siku moja, Pamela alikuwa na presentation darasani mbele ya wanafunzi wote. Alisimama mbele huku mikono yake ikitetemeka sana kwa hofu. Mwalimu akasema, Pamela, you may start your presentation. Pamela akiwa anatetemeka. Good morning. Baada ya hapo, akasimama kimya akiwa hajui aseme nini kingine. Akatazama huku na kule huku akionekana kupotea kabisa. Mwanafunzi mmoja akaanza kucheka kwa sauti ya chini. Mwingine akasema, what is she saying? Ghafla, darasa lote likaanza kucheka. Pamela akashusha uso kwa aibu kubwa sana. Alijisikia kama ardhi ifunguke imeze ndani. Baada ya siku hiyo, maisha ya Pamela shuleni yakaanza kuwa magumu zaidi. Wanafunzi wengi walikuwa wanamkejeli kila siku. Mmoja alisema, she doesn't even know how to speak English. Mwingine akasema,
How is it possible for someone to get to college without knowing anything? Wengine walikuwa wanamcheka wakipita karibu yake. Pamela alikuwa anakaa peke yake muda mwingi kwa sababu watu walikuwa wanajitenga naye. Hakukuwa hata mmoja aliyekuwa anampenda au kukaa naye kwa furaha. Kila siku alikuwa anarudi chumbani akiwa analia kimya kimya. Akasema mwenyewe, najuta kumfanyia hivi Doreen. Afadhali angekuja mwenyewe. Mama aliniponza. Maisha yakaanza kuwa mateso kwake. Sasa tukirudi upande wa pili kwa mama Pamela. Siku moja alikuwa amekaa peke yake huku akiwa na mawazo mengi sana. Akasema kwa hasira, lazima nimfukuze Doreen. Akaendelea kusema, simpendi kabisa, ni mtoto wa laana. Akainuka akiwa na hasira kali usoni. Siwezi kukaa naye tena hapa. Akapanga kumsingizia kesi ya kumuibia hela ili apate sababu ya kumfukuza kabisa. Siku hiyo alimuita Doreen sebuleni. Doreen alipofika akasema, mama, umeniita? Mama Pamela akamkazia macho makali sana. Akasema, hela zangu ziko wapi? Doreen akashangaa sana, kisha akasema, hela gani mama? Unajidai hujui kama umeniibia hela chumbani kwenye pochi yangu. Sasa leo nitakufundisha watoto wezi huwa wanapata nini. Mama Pamela akasimama ghafla na kuanza kumpiga Doreen kwa hasira kali. Doreen akaanza kulia huku akisema, mama, mimi sijaiba hela. Mama Pamela akapiga kelele akisema, koma. Akaendelea kusema, mimi sio mama yako. Doreen akabaki analia kwa maumivu makubwa sana. Mama Pamela akasema kwa sauti ya hasira, siwezi kukaa nyumba moja na watoto wezi. Akamnyoshea kidole kisha akasema, ondoka hapa. Doreen akasema huku analia, mama, naomba niamini. Lakini mama Pamela hakutaka kusikia chochote kabisa. Mama Pamela hapo hapo akaanza kumfukuza Doreen huku akimrushia maneno ya dharau. Naomba uchukue virago vyako sasa hivi na nisikuone kwangu. Toka hapa, sitaki kukuona tena. Doreen akaanza kulia sana huku akitetemeka. Hakujua afanye nini wala aende wapi. Alijisikia kama dunia nzima ilikuwa imemtelekeza. Taratibu akaingia chumbani kwake na kuchukua begi lake dogo. Akaweka vitu vichache ndani yake kisha akatoka nje. Aligeuka kuiangalia nyumba ile kwa mara ya mwisho. Machozi yakaanza kumtoka Kena bila kujizuia. Doreen akaanza kutembea barabarani huku akilia kwa uchungu mkubwa sana. Alikuwa hana hata sehemu ya kwenda wala mtu wa kumsaidia. Alikuwa anatembea huku kichwa chake kikiwa chini. Mara ghafla akaona kanisa moja pembeni mwa barabara. Akasimama kidogo kisha akalitazama. Taratibu akaingia ndani ya kanisa lile huku akiwa bado analia. Akapiga magoti mbele huku akiinamisha kichwa chake chini. Akaanza kusali huku machozi yakidondoka. Akasema, Mungu, mapito haya sitaweza. Akaendelea kusema, nisaidie, bila wewe mimi si kitu. Doreen akiwa amepiga magoti ndani ya kanisa aliendelea kulia kwa sauti ya uchungu sana. Akafumba macho huku machozi yakimtiririka mashavuni. Akasema tena, neno lako limesema hutaniacha wa kunipungukia. Ajishika kifua chake huku akitetemeka. Naomba usiniache Mungu wangu. Alikuwa anaongea kwa maumivu makubwa sana moyoni. Ghafla pembeni kulikuwa na mama mmoja aliyekuwa amekaa kimya akimtazama kwa huruma kubwa sana. Mama huyo hakutoa hata sauti ila macho yake yalionyesha kuguswa sana na hali ya Doreen. Baada ya muda, Doreen alipomaliza kusali, taratibu alisimama na kujifuta machozi yake. Alipoanza kuondoka, yule mama alimuita kwa sauti ya upole. Akasema, samahani mwanangu, njoo kidogo. Doreen akabeuka na kumwangalia kwa mshangao. Akasema, mimi? Mama yule akatabasamu kidogo na kusema, ndiyo wewe.
Doreen akasogea karibu akiwa bado anaonekana mwenye huzuni. Mama akamuuliza, "Kwa nini unalia kiasi hiki?" Doreen akashusha kichwa chake chini, akaanza kumwelezea kila kitu huku akilia sana. Doreen alisema, "Mama yangu alifariki na maisha yangu yamekuwa magumu sana." Akaendelea kusema, "Mama yangu wa kambo amenifanyia mambo mengi mabaya." Mama yule alikuwa anamsikiliza kwa makini sana. Doreen akasema huku analia, "Walichukua pasipoti yangu na wakaiba nafasi yangu ya kwenda kusoma." Akaendelea kuelezea kila kitu kilichotokea mpaka kufukuzwa nyumbani. Mama yule akashika mkono wake kwa upole sana. Akasema, "Pole sana mwanangu." Doreen akaendelea kulia zaidi. Mama yule akasema, "Kuanzia leo usijione uko peke yako. Hata kama kwenyu umefukuzwa, kumbuka kuwa Mungu hafukuzi mtu. Mimi huwa sijagi kanisani katikati ya wiki mida kama hii, waga mara nyingi nipo kazini. Ila leo wakati nafanya kazi nilisikia uzito sana wa kuja kanisani. Nilisikia sauti ikinilazimisha nije kanisani. Ghafla niliacha kazi na kuja. Kwa kweli sikujua na kuja kufanyaje wala kuombea nini. Basi Mungu aliniita leo nije kwa ajili yako." Doreen aliona kama ni muujiza. "Naomba tuelekee kwangu. Utaishi na mimi na nitakusaidia kwa kila kitu. Kwa sasa masomo umechelewa, ila nitakusaidia kwa kitu kingine huku tukingojea muhula mwingine wa masomo ili urudi shuleni." Baada ya muda, akaamua kumchukua Doreen ili amsaidie. Siku zilianza kubadilika taratibu kwa Doreen baada ya kupata msaada ule. Mama yule alimfungulia ofisi ya kushona nguo ili aanze kujitegemea. Doreen alishangaa sana. Akasema, "Mama, kwani unanifungulia hii?" Mama akatabasamu na kusema, "Ndiyo mwanangu." Doreen akamkumbatia huku akilia kwa furaha. Akaanza kazi kwa bidii sana kila siku. Watu wengi wakaanza kuleta nguo zao pale, wateja waliongezeka sana siku baada ya siku. Biashara yake ikaanza kufanikiwa mno. Sasa hadi akasahau mpango wake wa kurudi shule. Sasa huku upande wa pili kwa Pamela, mambo yalikuwa yanaanza kuharibika sana. Kumbe bwana, Pamela alifukuzwa chuo kwa sababu alikuwa anafeli sana masomo yake. Hakuwa anaendana kabisa na kiwango cha darasani. Lakini aliogopa kumwambia mama yake ukweli. Akawa kila siku anamdanganya tu kwenye simu. Pia tayari alikuwa ametolewa kwenye mfumo wa ufadhili wa shule. Hakuwa anapata tena msaada wa fedha kutoka chuoni. Lakini kwa hasira, aliamua kuishi maisha ya kujionesha. Alitaka watu wa Tanzania waamini kuwa Marekani ni maisha ya kifahari sana. Akaanza kuongeza starehe kila siku. Pamela alikuwa akiposti picha nyingi za maisha ya kujionesha kwenye mitandao. Watu walipokuwa wanaona, walikuwa wanasema, "Aise, Pamela maisha yake yamebadilika." Pamela alikuwa anatabasamu tu akiona comment zao. Lakini moyoni alikuwa anaumia sana. Kila siku alikuwa anapiga simu kwa mama yake na kuanza kudanganya na kuomba kiasi kikubwa sana cha pesa. Mama Pamela alikuwa anaamini kila kitu anachoambiwa. Hakuwahi hata kuhisi kama mwanaye alikuwa anamdanganya. Pamela aliendelea kumwomba pesa nyingi sana kila baada ya muda mfupi. Mama yake alikuwa anahangaika kutafuta fedha. Siku moja, Pamela alipiga simu tena kwa mama yake akiwa na hasira. Akasema, "Mama, nataka unitumie $50,000. Mama Pamela akashtuka sana, akasema, "Hii pesa mbona ni kubwa sana?" Akaendelea kusema, "Sijawahi kuona mwanafunzi anatumia pesa nyingi hivi." Pamela akajibu kwa hasira, "Kwani umenileta Marekani ili niteseke? Huoni huku gharama ni kubwa?" Mama Pamela akabaki kimya akisikiliza. Pamela akasema, "Huku chakula kwa siku mlo mmoja ni $100." Akaendelea, "Kama milo 3 ni $300. Kisha akasema, "Kwa siku matumizi yangu yasipungue $400 pamoja na matumizi ya shule." Hapo $400 unaongelea kama $1,000,000 na kitu hivi ya Kitanzania. Mama Pamela alibaki ameshika simu huku akili yake ikiwa imechanganyikiwa kabisa.
Dola 400 kwa siku kwake zilionekana pesa nyingi kupita kiasi. Alianza kuhesabu matumizi kichwani huku akitetemeka. Akasema mwenyewe, mbona hizi pesa ni nyingi sana? Lakini kila alipomfikiria mwanae alikuwa anajipa moyo. Akasema, hakuna shida, mwanangu akisoma na kumaliza atarudisha kila kitu. Akaanza kutafuta njia ya kupata pesa kwa nguvu zote. Baada ya mawazo mengi, alifanya uamuzi mkubwa sana. Aliamua kuuza nyumba yao kubwa aliyokuwa anaishi ili amtumie mwanae pesa. Alipanga nyumba za uswahilini ili apate sehemu ya kuishi na aendelee kumsaidia Pamela. Mama Pamela alikuwa anaamini kabisa kuwa yale yote aliyokuwa anafanya yalikuwa ni uwekezaji wa maisha ya mwanae. Kila siku alikuwa anajifariji moyoni akisema, mwanangu akirudi kutoka Marekani, maisha yetu yatabadilika. Alikuwa amejinyima vitu vingi kwa ajili ya Pamela. Wakati mwingine hata chakula kizuri alikuwa hakili tena ili kubana matumizi, lakini hakujali kabisa kwa sababu aliamini kesho ingekuwa nzuri. Mara nyingi alikuwa anakaa peke yake na kutabasamu huku akimfikiria mwanae akiwa amevaa suti na kuwa mtu mkubwa. Akasema, Pamela atanichoa kimaskini. Hakujua kabisa kuwa upande mwingine mambo yalikuwa tofauti sana. Pamela alipofikiwa na zile pesa, alibadilika kabisa. Alikuwa kama kichaa kapewa rungu. Baada ya kuacha shule, alianza maisha ya starehe kupita kiasi. Alikuwa anaenda maeneo ya kifahari kila siku. Akawa anapiga picha kwenye hoteli kubwa, maeneo ya utalii na sehemu za burudani ili awapostie marafiki zake. Kila mara alikuwa akijisemea, maisha ni kula raha tu. Hakujali hata kidogo kuwa zile zilikuwa jasho la mama yake. Mwaka mmoja ukapita na taratibu pesa zote zikaanza kuisha. Baada ya muda, maisha yakaanza kuwa magumu sana kwa Pamela. Pesa zilianza kukata kabisa. Wakati huo, mama yake alikuwa anampigia simu mara nyingi lakini hampati. Miezi zaidi ya 2 ilipita bila mawasiliano yoyote. Mama Pamela akawa anajiuliza, mbona mwanangu hanipigii tena? Kila siku alikuwa anazidi kuwa na mawazo mengi sana. Upande wa Pamela, hali ilikuwa imeharibika zaidi. Akaanza kujuta baadhi ya maamuzi yake, lakini alikuwa amechelewa. Gharama za kuishi Marekani zilimshinda kabisa. Akaanza kutafuta njia ya kurudi nyumbani kwao Tanzania. Alikusanya pesa kidogo alizokuwa amebakiza ili anunue tiketi. Alikuwa amechoka na maisha yale. Baada ya wiki 2, hatimaye alifanikiwa kurudi Tanzania. Alipofika, hakuenda sehemu nyingine. Alienda moja kwa moja kwenye nyumba yao ya zamani. Lakini alipofika pale, alikuta watu wengine wanaishi. Aligonga mlango na kufunguliwa. Alishangaa kufunguliwa mlango na mtu ambaye hamjui kabisa. Alimwambia, mama yangu yupo wapi? Na wewe ni nani hapa nyumbani kwetu? Akamwangalia kisha akasema, hapa si kwao tena. Pamela akakunja uso na kuuliza, una maana gani? Mtu yule akasema, nyumba hii iliuzwa muda mrefu. Pamela akashtuka sana na kusema, imeuzwa? Moyo wake ukaanza kwenda mbio ghafla. Haraka akatoa simu yake na kumpigia mama yake. Simu ilipopokelewa, mama yake akasema kwa furaha kubwa, Pamela mwanangu. Pamela akasema, mama, nimerudi Tanzania. Mama Pamela akafurahi sana akisema, mwanangu amerudi na elimu nzuri. Kisha akaanza kumwelekeza sehemu aliyokuwa anaishi sasa. Mama Pamela alipofika sehemu aliyokuwa anaishi, alimsubiri mwanaye kwa furaha kubwa sana. Alikuwa anatabasamu akiamini muda wowote angeona mtoto wake amerudi akiwa msomi mkubwa. Lakini alipomwona Pamela akishuka, uso wake ulikuwa umebadilika kabisa. Pamela alikuwa analia sana huku akitembea kwa uchovu mkubwa. Mama Pamela akamkimbilia na kumkumbatia. Walipofika nje ya nyumba yao, mama yake akasema, najua huna furaha kabisa na nyumba ninayoishi. Niliuza nyumba yetu kwa ajili yako mwanangu, ili wewe usome. Lakini jinsi alivyokuwa akiongea, Pamela alikuwa akilia sana. Na mama yake akasema, mwanangu, mbona unalia sana? Kwani nilifanya vibaya?
Alilia zaidi na kusema, "Mama, vyote vilivyonitokea ni kwa ajili yako." Mama Pamela akashtuka sana na kusema, "Una maana gani?" Pamela akasema, "Wewe ndio umesababisha hata mimi kufukuzwa shule." Mama Pamela akabaki amemkodolea macho akiwa haamini alichokuwa anakisikia. Pamela akaendelea kusema huku machozi yakimtoka, "Doreen alikuwa amechagua kozi ngumu sana ambayo mimi sikuwa na uwezo nayo." Akaendelea kusema, "Mimi sikuweza kabisa kuelewa masomo yale." Akajishika kichwa chake huku akilia. Akasema, "Niliendelea kufeli mpaka nikafukuzwa chuo." Mama Pamela alibaki kimya kabisa. Pamela akasema tena, "Nilikuwa naogopa kukuambia ukweli." Akainamisha kichwa chake chini kwa aibu. Mama Pamela akaanza kutetemeka huku machozi yakianza kujikusanya machoni mwake. Alianza kuona makosa yote aliyoyafanya yakimrudia kichwani. Mama Pamela akaanza kulia kwa uchungu mkubwa sana. Akasema, "Mwanangu, nimewekeza pesa nyingi sana ili usome." Akaendelea kusema huku sauti yake ikikatika, "Hadi nimeuza nyumba yangu." Akatazama nyumba ndogo za Uswahilini walizokuwa wanaishi, kisha akasema, "Tazama leo ninaishi maisha haya." Akaendelea kulia na kusema, "Nilikuwa natumaini kuwa kila nilichowekeza kingerudi." Akajishika kichwa chake kwa uchungu mkubwa, kisha akasema kwa huzuni, "Ama kweli, mali za wizi huishia pabaya." Wote wawili wakabaki wanalia kwa uchungu mkubwa sana. Walikuwa wamepoteza karibu kila kitu. Mama Pamela aliumia zaidi alipokumbuka kuwa alimnyang'anya Doreen haki yake ya kusoma. Alikuwa ametegemea mwanae angefanikiwa kupitia haki ile ya mtu mwingine. Kila alipokumbuka, machozi yalizidi kumtoka. Siku zikaanza kupita huku maisha yao yakiwa magumu sana. Wakati mwingine walilala bila chakula. Wakati mwingine walishindwa hata kulipa baadhi ya mahitaji yao muhimu. Pamela naye alikuwa amebadilika kabisa. Hakukuwa tena na zile tabasamu za kujivunia maisha ya Marekani. Wote walikuwa wamebaki na majuto makubwa sana moyoni mwao. Sasa, huku upande wa pili, maisha ya Doreen yalikuwa yanabadilika kwa kasi kubwa sana. Biashara yake ya nguo ilikuwa imekua sana kuliko alivyotarajia. Baada ya muda, alifanikiwa kufungua kampuni kubwa ya kutengeneza nguo. Akaanza kuajiri watu wengi sana kufanya kazi. Wateja walizidi kuongezeka kila siku. Kampuni yake ikaanza kujulikana sehemu mbalimbali. Mafanikio yake yakawa makubwa sana. Hata magazeti yakaanza kuandika habari zake. Watu wengi walikuwa wanamzungumzia kama mwanamke mwenye bidii kubwa sana. Siku moja Mama Pamela alikuwa amekaa nje ya nyumba yake ya Uswahilini akisoma gazeti. Ghafla macho yake yakasimama sehemu moja. Akasema, "Haiwezekani." Pamela akashtuka na kusema, "Kuna nini mama?" Mama Pamela akamwonyesha gazeti lile. Juu yake kulikuwa kumeandikwa, "Kutana na dada bilionea anayemiliki kiwanda kikubwa cha nguo." Pamela akayakodolea macho yale maandishi kwa mshangao mkubwa. Akasema, "Huyu ni Doreen?" Wote wakatazamana kwa mshangao mkubwa. Hawakuamini kabisa kuwa Doreen angeweza kufanikiwa kiasi kile. Mwishowe wakaamua wamtafute kwa sababu maisha yao yalikuwa magumu sana. Siku hiyo Doreen akiwa ofisini kwake, alikuwa busy na kazi zake. Ghafla alipoangalia mbele, aliwaona Mama Pamela na Pamela wakiwa wamesimama huku wakionekana wamechoka sana. Walikuwa wanalia na kuomba msamaha. Pamela akaanza kumwelezea kila kitu, kilichomtotea Marekani hadi kufukuzwa shule na mama yake kuuza nyumba. Doreen naye alianza kulia sana baada ya kusikia yote hayo. Baada ya muda, aliwasamehe kwa moyo wote. Kisha aliwapeleka nyumbani kwake, na ilikuwa nyumba kubwa sana ya kifahari. Baada ya wiki chache, aliwafungulia biashara ya mgahawa wa chakula Pamela na mama yake, ili iwasaidie. Na hapa tumefika mwisho wa stori yetu. Tuandikie maoni yako kwenye comments, tuambie ungekuwa wewe ni Doreen, ungemsameshe mama yako wa kambo kwa kile alichokufanyia na kufungulia biashara juu? Tafadhali, usiache kutuambia pia unatazama stori hii ukiwa wapi. Usisahau kulike, kucomment pamoja na kusubscribe. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.